fadhili zake Mungu ni kuu zaidi kuliko historia yako. Tumeshikana. God's grace is greater than your history. Historia tunayo ama hatuna? Kama una historia, weka mkono juu. Kama una mambo yako ya zamani, sitaki kuniambia hata kama mtoto wa jana saa hiyo mtoto mdogo yule. Ni hapi ndio wapi ni nani? Huyo mtoto anaitwa nini? Ani? Alvi akiongea saa hii ana historia yake. Kwa hivyo mtu aweke juu kwa historia yako. Sasa nataka kuambia kwamba historia yako inaweza kuwa iliandikwa historia nzuri na mbaya. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba fadhili za Mungu ni zaidi ya historia hii. Historia ya jana ama historia yangu ikianza kuwekwa katika runinga, watu wengi wamesatoroka kwa sababu historia yangu haikuwa historia nzuri. Inawezekana wewe umekuwa very hot. Historia yako ikiwekwa kwa runinga, watu wote watatamani maisha yako. Naamini ya kwamba mahala hapa historia ya watu wengi ikiwekwa ionekane kwa runinga, watu wengi watauliza ni huyu ama ni yule, kwa sababu imejawa na mambo mengi. Lakini leo, asubuhi ya leo, nimekuja kukuambia God's mercy are greater than your history. Historia inaweza kuwa iliandikwa vibaya kwa sababu ya mambo machafu tulipitia, lakini neema ya Mungu na fadhili zake Mungu zinapita hiyo historia iliandikwa. Kwa hivyo tulipojua ya kwamba kuna wokovu, tuliwacha mambo ya dunia, tukakuja tukaunganishwa na mzabibu wa kweli. Kwa hivyo historia yetu iliyokuwa kule mbele iliweza kugeukwa baada ya kuunganishwa na mzabibu wa kweli. Hivi nasema kwamba mzabibu wa kweli ni Yesu Kristo, naye baba yetu ni mkulima. Kwa hivyo historia hiyo yako haijashidi neema ile Mungu ametuachilia. Nilipokuwa nikifikiria neno hili, nilijiweka mimi mwenyewe mshindi akakaa pale, nikachukua msiri wa samani nikamweka pale, nikajaribu kumtazama mienendo yake. Kuanzia siku ile niliweza kujijua, nikaona kweli kabisa matendo yangu ikiandikwa ikae kwenye daftari, mimi saa hii siwezi nikakubalika. Hivyo ndivyo na wewe pia. Historia yako saa hii ikiwa ndiye itakuongoza mbele, watu wengine hawezi kusimama, wengine hawaweza kuoa, wengine hawaweza kuolewa kwa sababu historia yao ni chafu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nawaambia historia hiyo, neema ama fadhili zake za Mungu ni juu zaidi ya hii. Bwana Yesu apewe sifa. Leo hii nikiongea, kuna mtu anajaribu kutazama mtazamo wake. Mara kwa mara nasema mimi siendelei mbele kwa sababu historia yangu, watu wengine walinena machafu kwa jamii yetu. Ikasema kwamba jamii yetu ni ya waogi, jamii yetu ni ya masikini. Hiyo historia hata leo bado ya kufuata. Labda mama yako alikwambia wewe ni mjinga, hauwezi. Labda mama yako alikwambia wewe unakaa kama ng'ombe. Historia hiyo hata leo bado inakusumbua. Leo nimekuja kukutangazia hiyo historia unayo saa hii is not greater than the God's mercy. The God's mercy is greater than all your history. Bwana Yesu apewe sifa. Ningefurahia sana mimi nizaliwe nikiwa mtoto mtakatifu kama Yesu. Historia ya Yesu pia ile tunaweza weka mfano mzuri, kwa maana tangu Yesu azaliwe, alipopeanwa na Mungu kwenye John 3:16, for God so loved the world he gave his only begotten son. Kutoka siku hiyo historia ya Yesu alipozaliwa ikawa ni historia ambayo leo hii sisi tunaweza ifuatilia na ndipo imetuleta mahali hapa. Kwa hivyo leo hii
yangu watoto wako watajua ifuate, nitanyonga wote. You get it? Vile historia yangu ilikuwa nikiwa kijana, Judi na Kenya na wengine wakiambiwa sasa kuanzia saa hii tangazo kwa sauti kubwa, mtafuata historia ya baba yenu alipokuwa kijana. Na yasanyonga hapo. Kwa sababu gani? Historia ilikuwa bo. Ilikuwa bo. Haleluya. Lakini kwa sababu ya fadhili zake Bwana, siliweza kugeuza historia yangu. Leo hii ninahubiri neno la Bwana, kwa maana fadhili za Bwana ni zaidi juu ya historia yangu. Wewe tafakari historia yako, itapendeza. Kama haipendezi, don't worry. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tunataka kuona fadhili za Bwana zinaweza fanya nini juu ya maisha ya mtu historia yake iliandikwa. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa tukisoma historia ya Said. Yule mzee alikuwa anatunyonga menyonga hapa. Tukasoma mambo ya Martin Luther. Bwana Yesu apewe sifa. Historia ndiyo kuna ukumbusho, lakini kuna historia ambaye inapokumbushwa wewe, haleluya, unasikia kuvunjika moyo. Mara saa zingine unainuka kuendelea mbele, lakini shetani anakukumbusha historia yako. Leo nataka kuambia watu wa Mungu, hiyo historia haijazidi neema yake Bwana. Na tukisoma hivyo, kuna maandiko nataka tuyasome. Na haya maandiko ni maandiko ambaye ya mtu leo nitagusia watu wawili ambaye historia yao haikuwa historia nzuri, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu waliweza kuinuka katika taifa likajua kuna watu waliinuliwa. Hivyo tunapoendelea kunena neno la Bwana, nataka kuambia historia yako leo hii Bwana akiingilia, leo hii utakuwa mtu mwenye maarufu, utakuwa mtu anayetendeka katika ulimwengu wa sasa. Watoto tunasoma, ndio na nyinyi mna historia. Nilipokuwa mtoto mdogo, mama yangu alinichoma, mama yangu alifanya hii. Leo hii hiyo historia. Ninataka kuambia neema ya Mungu iko juu yako. Leo utakuwa mtu mkubwa kwenye taifa hili. Kama kuna mtu alikwambia shuleni ati kwamba wewe huwezi kuja namba 1, wanajua kwa sababu class 1 ama grade 1 uliweza kuanguka kawa nyuma. Leo hii historia hiyo, neema ya Mungu ikiingia ndani yako, utakuwa vichwa kama Davidson. Leo nataka kuongea kwenye maandiko matakatifu. Na leo ujumbe wangu ni kwamba neema ya Mungu ni zaidi ya historia yako. The grace of God, ama God's mercy, is greater than my history. Na ninaposema hivyo, nataka kukupitisha kwenye maandiko, kwenye kitabu ya Waamuzi. Joshua alipomaliza, Musa alichukulia kutoka kwa Musa. Alifika mahali akaanza kuchagua waamuzi. Kwa maana mbeleni Mungu alikuwa anachukua leader, akaanza kuchukua sasa waamuzi, judges. Na kwa hivyo leo tukuja kusoma kitabu hiki na kile cha Judges. Ningetaka kwanza tuweze kuelewa hili jambo liko namna gani. Na mtu huyu tunasoma juu yake alikuwa anaitwa Jefitha. Jefitha ni mtu ambaye ninapendezwa na karakta yake, lakini upande mwingine naona ina hatari. Nataka tusome kwanza Judges chapter 10 verses 18. Nataka kwanza tuweze kutoka hapo tuweze kuelewa. Leo nataka kwenda polepole tuweze kuelewa fadhili zake Bwana zinafanya kazi namna gani. Kwa hivyo nisomewe Judges chapter 10 verses 18 nasema nini? Na hawa watu wakuu wa Gileadi wakaambiana wao kwa wao, je, ni mtu yupi atakayeanza kupigana na wana wa Amoni? Yeye atakuwa ni kichwa juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kupata kufafanua kabisa nitakutu wewe hapo tu uweze kuelewa. Tunasikia hao ni watu wa Gileadi. Walifika mahali kwa sababu maadui zao Waamoni walikuwa wameinuka kinyume na kupigana nao. Ukienda hapa juu utaona ni ya kwamba watu hawa walikuwa
Waamoni. Ni watu walikuwa katika dhiki kubwa sana, kwa sababu adui ametaka hema zake kuweza kupigana na hao watu. Lakini hao wazee wakaungana, wakaulizana maswali, ni nani huyu atakayejitokeza? Kwa hivyo katika nchi nzima Wagalieni hawakuwa na mtu aweza simama kuwatia moyo, twende tukapigane. Sasa tazama, watu hawa ni watu walikuwa mioyo yao imesuka chini, kwa sababu hawana mtu angeweza kuwaongoza. Kwa hivyo wakakaa wakazungumziana. Baada ya kuzungumziana na watu wenyewe, hapo ndipo tunaingia hapo 11 kuanzia 1 mpaka 12, tutaweza kusikia ni mambo gani iliendelea. Ngoja tusomee. Basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, na alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walikuwa wamekuwa wakubwa. Wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hautarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe hu mwana wa mwanamke mwingine. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu Barathuri walikwenda na kutangamana na Yefta, akatoka kwenda pamoja nao. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtwaa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, nyinyi hamukunichukia mimi na kunifukuza katika nyumba ya baba yangu? Basi kwa nini mwanijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka na kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba, mwanirejesha kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye Bwana atakuwa shahidi kati yetu nawe, hakika yetu tutafanya sawasawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na hao watu wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Naye Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Amen. Enda Yohana 4 mstari wa 1 mpaka wa 6. John chapter 4 verse 1 to 6. Kwa hivyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anawafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza ili wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katika Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, aliketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapita saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawatangamani na Wasamaria. Yesu akamjibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu na ni nani akuombaye maji, nipe maji nikunywe,
ungelimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, kuna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia, na wanyama wake? Yesu akamjibu akamwambia, kila anywe maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, nipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda unitie mumeo, uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5, na uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema ukweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona kuwa u nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali tupasapo kuabudia. Yes. Yesu akamwambia, mama, unasadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Bwana katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Nyinyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli, kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imepaswa kumwabudu katika roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua kuwa yuaja Masia, aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi nimesema nawe ndiye. Mara hivyo wakaja wanafunzi wake, wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema, unatafuta nini? Au mbona unasema naye? Basi yule mwanamke akauacha mkuki wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakimsihi wakisema, Rabii, ule. Wakamwambia, mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Basi wanafunzi wake wakasema, je, mtu amemletea chakula? Yesu akamwambia, chakula changu ndicho hiki, kuyatenda mapenzi yake aliyenipeleka nikaimalize kazi yake. Hamsemi nyinyi, bado miezi 4 ndipo yaja mavuno? Tazama, ninawaambieni, inueni macho yenu muyatazame mashamba, kwa kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari na mavuno. Yeye avunaye hupokea mshahara, na wakukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avune wapate kufurahi pamoja. Kwa maana hapo neno lilo huwa kweli, mmoja hupanda akavuna mwingine. Mimi niliwatuma myavune yale msio yataabikia, wengine walitaabika, nanyi umeingia katika taabu yao. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haya maandiko isikuchokeze kwa sababu yana maana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapoongea kuhusu fadhili zake Bwana, hapo kuna watu wawili ndiposa tumeingia hapo kusoma tukaweza kuelewa. Mtu wa kwanza ningetaka tukarudi kwenye Waamuzi, ni ya kwamba aliitwa Jefitha. Jefitha, hao watu wa Gileadi walipokaa chini wakazungumzia, kwa sababu adui ameinuka na hawana mtu shujaa wa kupigana vita, waliweza kukumbuka jamaa mmoja aliyeitwa Jefitha, alikuwa hodari wa vita. Hivi nimesema ya kwamba wakaamua kumwendea kule alikuwa ametoroka. Kwa nini alikuwa ametoroka? Alikuwa ametoroka kwa sababu hao wana wa babake walipokuwa wakakomaa, wakakuja kutambua Jefitha sio ndugu yao kuzaliwa,
ndipo walifika wakaona, kwa sababu huyu mtu amezaliwa kwetu, hajafaa kuwa kwetu kwa sababu amezaliwa na kahaba. Maisha ya Yefitha, na hata nafikiria wakienda kukaa, alikuwa anashambuliwa kuambiwa, toka hapa wewe mtoto wa kahaba. Maisha yake kuanzia hapo yakabadilika, kwa maana alichukiwa na ndugu yule kwa sababu yeye ni mtoto wa mwanamke mwingine kahaba. Alipokaa mahala pale, jambo la kwanza Biblia inaanza vizuri hapo juu, alikuwa ni shujaa wa vita. Lakini watu wa Galiadi walijua ya kwamba Yefitha ni shujaa wa vita. Lakini boma ile Yefitha alizaliwa boma, alikuwa anajulikana ni mtoto wa kahaba. Kwa hivyo hali ya maisha yake alihisi kujua ya kwamba kweli baba yangu alikuwa kahaba. Lakini walipofika wakajua huyu mtu kumua mtoto kwa sababu si wetu, ni mtoto wa mwanamke mwingine, hata hivi. Walipojua hivyo wakamwambia, hapa kwetu hautarithi kwa sababu wewe ni mtoto wa mwanamke kahaba. Waliamua kumfukuza, na tunasikia alipofukuzwa alitoroka kwao, wakaenenda mahali panaitwa Topa. Na mahali pale alienda hakuangukia mikononi mwa watu wazuri. Biblia inasema ya kwamba aliangukia mikononi mwa watu ambaye hawana tabia nzuri. Akakaa nao na wakamkumbatia, wakakubaliana, wakakaa pamoja nao. Tukiangalia jambo moja ni ya kwamba Yefitha, hata kama alikuwa anaishi nyumba yao ya baba yao, alikuwa tayari mwanzo wake ulianza vibaya. Alikuwa na haki ya kusema, kama vile ndugu zangu waishi, mimi nitakaa nilikuwa na historia mbovu kama kuitwa mtoto wa kahaba. Na haya maneno yalimvuja moyo sana, ilibidi aweze kutoroka. Lakini nashukuru Bwana kwa maana njia zake Mungu. Ndiposa tumeimba wimbo, upendo wake Mungu unaweza kwenda juu, unaweza kwenda chini. Katika hali hiyo, upendo na mkono wa Bwana bado ulikuwa juu ya huyu alionekana hajafaa. Hata kama alizaliwa katika nyumba akajulikana ni mtoto wa kahaba, fadhili zake Bwana zilikuwa juu yake. Aliwacha mambo yote nyumbani, akatoroka, akaenda mahali kukaa na wahuni. Lakini mkono wa Bwana, fadhili zake zilipofunuliwa, zilipitia kwa wazee wa kijiji chao. Biblia inatuambia ya kwamba wao wazee waliposemezana, walienda wakamwendea Yefitha. Kwa maana jambo moja ilijulikana, kando na kuitwa mtoto wa kahaba, alikuwa shujaa. Kando na kuitwa mtoto wa yule mwanamke mwingine, alikuwa shujaa. Kwa hivyo hao wazee wakajua, hao hawakuangalia historia ya mtoto wa kahaba, waliangalia kile ambacho kilikuwa ndani yake. Kile kilikuwa ndani yake si kuitwa mtoto wa kahaba, waliona mtu shujaa jemedari wa vita. Kwa hivyo maadui walipoinuka, walijua watamkimbilia huyu, na ndiposa 11 waliandamana, wakaenda mahala pale kumtafuta Yefitha. Lakini wakawa na makubaliano, mtakapo mimi kunichukua. Hiyo alikubali. Akawaambia kwamba lazima mkanifanye kuwa mkuu. Kwa hivyo ikawa kuna majadiliano, wakakubaliana. Kwa hivyo walimchukua Yefitha, wakaenda kuongoza kwenye vita. Leo hii tunaongea kuhusu fadhili zake Bwana. Wapendwa, Yefitha hakuwa qualified kukaa pamoja na watu wengine, kwa maana historia yake ilijulikana kijiji nzima, yeye ni mtoto wa kahaba. Kwa hivyo kumaanisha mtoto wa kahaba hana haki. Lakini Mungu wetu, kwa maana fadhili zake ni zaidi ya historia yako wewe na mwingine.
fulani, atapitia kwa yule mtu aliyefukuza. Kwa maana fadhili za Bwana zinapokuja juu ya maisha ya mtu, inabadilisha mtu aliyeitwa mtoto wa kahaba akabadilika kuwa jemadari wa kikosi kikubwa kuongoza watu. Watu wa Mungu, ninakuja kuwatangazia asubuhi ya leo, Yefitha, kama neema ya Mungu haingekuwa juu yake, kama fadhili za Bwana haingekuwa juu yake, hangejulikana. Kwa sababu gani? Alipotoka kwao alienda kukaa na wahoni. Kwa hivyo wote, mihuni wote wa nchi ya Toa, wote walikaa pale kumzunguka. Maisha ilionekana kana kwamba hayana mwelekeo. Ndio nataka kuambia, yawezekana kuona kama maisha yako haina mwelekeo, lakini fadhili zake Bwana zikishuka maishani mwako, watu wengi watakutafuta wakisema, huyu ndiye yule tulikuwa tunatarajia. Historia yako haitakumbukwa tena. Yefitha akawaza kuongoza kikosi, na tunaona kwamba aliweza kupambana na akaweza kushinda yale. Kuhusiana na hayo mambo, nikataka kuambia ni ya kwamba historia yako inapokumbukwa na Mungu akiachilia fadhili zake, hubadilisha mambo yale yote inaonekana haiwezekani. Najaribu kuangalia nduguze Yefitha, kwa maana Biblia inatuambia sio hao walienda kumtafuta, alitafutwa na wazee wa kijiji. Kwa hivyo walijua umaarifa, walijua hekima yake Yefitha. Kwa maana neema ya Mungu ikiachiliwa juu yako, usitarajie ndugu zako au watu wa karibu ndio watakutafuta. Tutatafutwa na watu wengine ambaye watakuwa wamesaidiwa na Mungu kwa ajili ya kuendelea kwetu. Yefitha akaongoza kikosi ya vita na ushindi ulipatikana. Hiyo ni kumaanisha neema ya Mungu inapokuja juu ya maisha ya mtu, huwa inabadilisha yote iliyosemwa. Bwana Yesu apewa sifa. Akamkuzwa kwa mtoto wa kahaba, akaendewa akawa jemadari. Kwa hivyo fadhili zake Bwana, kama hali inakuwa ngumu kama yake Yefitha, walimtukuza kwa madharau kuwa ni mtoto wa kahaba. Fadhili ya Bwana ikiingia ndani ya maisha yako, akarudi akiwa jemadari, mtu aliyekuwa na kikosi hakuna mtu akamkaribia. Kwa maana fadhili za Bwana zikishuka, yeye aliweza kuzida vita. Leo hii watu wengi wameumizwa sana, kwa sababu kwa nyumbani wanasema wewe ndio black sheep. So maisha yako yanakaa kama dhaifu, wewe huoni mbele kuendelea mbele, unatazama unaulizwa uelekee wapi. Kila ambacho unahitaji siku ya leo, unahitaji tu fadhili zake Bwana tu kushuka juu ya maisha yako. Waliyekuona hufai watakuinua juu, uanze kuongoza katika mambo. Wanakusanyika kwa nyumbani, hakuna siku wanakuita wewe. Kusikia ulikuwa unasikia ati jamii yetu ilikutana, lakini unauliza Bwana hakujulisha nini? Ni kwa sababu hawakuhesabii mahali. Lakini leo hii nataka kukuletea habari njema. Fadhili zake Bwana ikishuka juu ya maisha yako, itabadilisha hali ya kudharauliwa jamii yenu na kudharau. Itabadilisha hali taifa linakudharau. Itabadilisha hali watu wanakuona kana kwamba wewe hufai uwe mtu wa kufaa. Bwana Yesu apewe sifa. Fadhili za Bwana zinakuja kuleta mambo mazuri maishani. Fadhili hizi za Bwana zinapokuja, ninaziona juu yake Yefitha. Yefitha hakuna siku akiwa kwenye vita yeye alikumbuka amezaliwa kutoka nyumba ya ukahaba. Haita nakiri, inaanza kutangaza ushindi uliopatikana kutokana na vita aliyepigana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba
maisha yako kwa Yesu. Haleluya! Ni maisha ambayo uliweza kuyapeana kwa Kristo. Machafu yako uliyotenda yote yakawekwa kando, ukaanza kuandikiwa historia mpya. Siku ya leo nataka kukuambia, sisi Bwana ameanza kuandika historia mpya. Usikubali shetani kukukumbusha wewe kule ulitoka, kwa sababu kile kinatusumbua sisi watu wa Mungu. Mara kwa mara shetani tunapoamua kwa defense, unapata shetani anakukumbusha ya jana. Labda ulikuwa msichana, ulikuwa umeokoka, kwa ghafla utaanguka ukapata mtoto. Wacha nikwambie, wakati ulichuana na Bwana, historia yako ilianza kuandikwa upya. Ya muhimu ni usimame katika ushuhuda huo, kwa maana kama kuna kitu inakuja watu moyo ni kuletewa historia ya kitambo. Ati wao ukiwa kijana, wao uliweza kunywa bangi ama hata ukafungwa gerezani, lakini unapofika kiasi ya kwamba unaona unataka kuendelea mbele, shetani anakwambia kumbuka kuna siku ilikuwa Kabete. Leo ninataka kukuambia kwamba fadhili hizi za Bwana zinaposhuka juu yako, zinaweza kusahau, waweza kuondoa historia yako yote iandikwe upya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tusomee Corinthians chapter 5:17. Uweze kuelewa fadhili za Bwana hasa zinakuja kufanya nini. Wakorintho wa pili 5:17, kunao jibu la hali yale uliyoko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Tuone ya kwamba fadhili zikija zinafanya mambo yote kuwa mapya katika maisha yako. Inatuambiaje Biblia? Biblia inasema hivi. Yes. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yes. Ya kale yamepita. Yes. Tazama yamekuwa mapya. Amen. Haleluya. Leo wapendwa, nimekuja kuambia tusimame na haya maandiko. Natazama mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amefanyika kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama mapya yanaja. Leo hii mbona wewe unalia? Leo hii mbona wewe unateseka? Leo hii mbona wasikiza hawa watu? Biblia inatuambia kwenye Wakorintho wa pili 5:17, basi mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amefanyika kuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu apewe sifa. Na inasema ya kale yanasahaulika. Leo nimekuja kukutangazia, usipatie shetani na nafasi kukukumbusha mambo yaliyopita. Mwaka jana haukuwa vile ulivyo. Kuna mambo uliyapitia. Mwaka huu ni mwaka wa kuendelea mbele, lakini shetani anakukumbusha. Leo nataka kuambia neema ya Bwana ni mpya kila siku. Leo hii watazama mbele, ukaona ya kwamba baada ya kuwa ndani ya Kristo Yesu wafanyika kiumbe kipya. Yesu alikuwa mtoto wa Abrahamu, lakini aligeuka akawa jemedari. Pia wewe katika hali unayopitia, yale yote unakumbushwa ya kale. Haleluya. Labda ulijaribu masomo yakakulemea. Labda ulijaribu biashara mwaka jana ikakulemea. Labda maishani mwako umekaa dhaifu kwa sababu ya kitendo kilichotendeka kwenye nyumbani. Leo ninakuletea habari njema na kuambia, kasongee karibu na Mungu. Kasongee karibu na Mungu. Neema ya Mungu wetu aishie milele inakutosha kubadilisha historia. Sasa mimi mtu atakija sema mimi nilikuwa mfukamani. Namwambia sawa, lakini mimi ni kiumbe kipi? Lazima tutangazie mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo maana Biblia kwenye Wakorintho, Paulo anawaambia Wakorintho, haleluya, basi mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amefanyika kiumbe kipya. Kabisa hivyo ndivyo ilivyo ndani yako siku ya leo. Kisha juana na Yesu, lazima mambo yako yabadilike. Bwana Yesu apewe sifa. Historia yote inaisha, unabadilika kiumbe kipya, ya kale yanasahaulika. Kwa hivyo kupitia kwa neema ama fadhili zake Mungu, zote tufanyika viumbe vipya, ya kale yanapita. Leo nimekuja nikwambie sana, usizuiwe kufanyia Mungu kazi kwa sababu ya mambo yalitendeka jana. Mambo yalitendeka ulipozaliwa haina msingi. Eza kuwa ulizaliwa kwa jina haikustahili.
Haleluya! Yatakana ulizaliwa kwa barabara, na watu wanajua wewe ulizaliwa kwa barabara, wanakwambia wewe sio mtu kamili, lakini nataka kukuambia wewe ukategemea fadhili zake Bwana, kwa maana fadhili za Bwana zinabadilisha maisha na mambo yote yanabadilika kuwa mapya. Labda pia uliokoka, na ulipookoka ulienda ukateleza ukarudi nyuma. Leo nataka kukuambia usikubali sana kung'ang'anishwa sana na shetani. Kuona ya kwamba umeokoka mara nyingine, usikubali historia yako kuwa ndiye inakuzuia. Inabidi ukajitokeze na ukamtazame Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia kwenye kitabu cha Isaiah 43:18. Ningetaka tusomewe. Nataka tu kujua haya mambo yote tunasema kwa sababu fadhili zake Bwana zinabadilisha mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Unapofika mwisho wa chabu, ukatazame fadhili zake Bwana, sinanena nini tu kuhusu maisha yako. Isaiah 43:18 natuambia kuna gani? Msiyakumbuke mambo ya kwanza, yes, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, yes, sasa litachipuka. Yes. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia katika jangwani, na hata mito ya maji nyikani. Amen. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, yes, mabweha pia na mbuni, yes, kwa sababu nimewapa maji jangwani, yes, na mito nyikani, amen, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo, fadhili zake Bwana ikishuka juu yako, tutaweza kusema kama vile maandiko yanasema kwenye Isaiah 43. Bwana Yesu apewe sifa. Ate msije mkayakumbuka mambo ya kale, kwa sababu ya kale yamekwisha pita. Wasautazame yale mambo sasa Bwana anataka kutengeneza juu ya maisha yako. Yeye anasema atatengeneza mito ya maji mahali hapana maji. Wewe tembea maisha yako, yaonekana kwamba hakuna baraka. Onekana kana kwamba maisha yako uendelee. Leo hii achilia mambo ya kale yaende. Usikubali historia yako ikufunge, kwa maana historia yako haiwezi kusema wewe utakuwa nini siku ya kesho. Kipoza Biblia inasema ya kwamba Bwana atakata njia kwenye mahali hapana njia. Kutakuwa na vijito vya maji mahali ya kutarajia. Wanyama wa mwitu watafurahia. Hiyo ni kumaanisha takapokubali fadhili za Bwana maishani mwako, Bwana ndani yako atatengeneza njia. Kuna watu wengi watafurahia yale maisha wewe utaanza kuishi baada ya kutambua fadhili za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunafungwa na shetani kwa sababu ya kutukumbusha. Leo ningetaka kukupa jambo moja, utamjibu shetani. Shetani anapokukumbusha mambo ya kale, wewe ukasimama wewe ukakumbusha yeye, mwisho wake utakuwa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Shetani mwisho wake ni jehanamu. Wewe mwisho wako ni mbinguni. Kwa hivyo historia yako haitaangaliwa kule mbele. Kila kitakachoangaliwa ni baada ya kumwamini Yesu. Mwisho wako ni uzima wa milele. Wapendwa, usikubali shetani kukukumbusha haya mambo. Kumbusha yeye mwisho wa yeye shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Ninataka kukuambia maisha hubadilika. Tukaingia kwenye kitabu cha John 4. Tumeelezwa historia ya mtu mmoja. Historia yake haikupendeza sana, lakini kwa sababu ya neema ama fadhili zake Bwana zilibadilisha maisha. Hiyo historia tunaisoma sana, hata tunahubiri mikutano ya nje. Leo ninataka kuambia huyu mwanamke Msamaria alikuwa mwanamke ambaye hangependeka, na ungetaka kuunganishwa na yeye, kwa maana ungetembea na yeye, mkienda kwa barabara inaonekana kama ni mzee amenaswa. Wewe kama mkitembea na mwanamke Msamaria, ikionekana pia na wewe umejoin the group. Kwa hivyo historia yake ilikuwa ni
kusikia. Yesu alipoenda shughuli zake kuhubiri hapa na pale, akapitia akapata kisima, akaketi mahala pale, na tazama, mwanamke huyu alikuja kuchota maji masaa yale. Biblia inasema ni saa 6. Guess what? Labda yale masaa halikuwa na watu wengi, kwa maana labda jua liko inawaka sana. Kwa hivyo aliishi maisha ya upweke kwa sababu ya historia yake. Alikaa mahala pale kuchota maji. Yeye hataki kupatana na mtu kwenye kisima. Labda alikuwa tu anachungulia kama kuna mtu aingie. Lakini alipatana na Yesu. Haleluya. Wapendwa, Yesu ndiye mwenye fadhili. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasikia mazungumzo yalipoanza. Sijamuona mahali Yesu kuanza kuhukumu huyu mwanamke. Hakuna mahali alisema wewe hufai. Kwa maana fadhili zake Bwana, jambo moja, Mungu hatakuhukumu. Na anapokusamehea dhambi, hakuna siku atakuja kukukumbusha yale yote ulitenda. Yesu akaanza majadiliano. Ikafika mahali akamwambia basi, nenda akaita mumeo. Historia yake ikafunguliwa. Yesu alifika hapa tu mara moja hapa. Wakaulizana mambo ya maji kisimani, mtateka na nini? Ikafika mahali Yesu akauza historia yake. Wewe saa hii nikuulize, historia yako ikiguzwa utabehave namna gani? Wengine watarusha mikono. Lakini historia ya mwanamke Msamaria ilipoguswa na Yesu, kinachonifurahisha ni ya kwamba yeye mwenyewe Yesu alipomwambia kwamba leta mmeo, alimwambia sina. Yesu akaomba historia yake. Ingalikuwa ni mimi, nisikiane niambie nina wanaume 5 wewe niko naye si wangu, labda mimi ningetoroka kwa maana nimepatana na kahaba. Leo hii nataka kuambia mwenye fadhili ni Yesu. Alipofika kwa mwanamke huyu, kwa maana aliachilia fadhili zake, maisha ya yule mwanamke ikabadilika. Jina kahaba lilishia pale kwenye kile kisima. Haleluya! Jina kahaba lilishia pale kwenye kisima. Kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba baada ya kukutana na Yesu, mazungumzo yalipoendelea, aliwacha kibuyu chake cha kuteka maji. Hiyo ni kumaanisha aliacha maisha yake yote pale. Baada ya kukutana na mwenye fadhili, akawacha kibuyu ya kuteka maji. Biblia inasema kwamba alikimbia mjini kuwatangazia watu. Akaambia njooni muone. Haleluya! Mungu alikuwa kahaba. Neema ya Mungu inaposhuka inabadilisha, anafanyika kuwa mtetezi wa Kristo. Historia yake haikumfungia. Kwa hiyo unapokuja kwa Yesu, maisha yako ya kale haijalishi ilikuwa nini, inakubadilisha. Mwanamke huyu kahaba akabadilika kuwa mwanamke wa kwanza kuambia watu ya kwamba Yesu amekutana na yeye. Siku ya leo nataka kuambia watu wa Mungu, maisha ya huyu mwanamke iliweza kubadilika kwa maana fadhili za Bwana zilishuka. Na ndiposa nawaambia fadhili zake Bwana ni zaidi ya historia yako. Historia ya mwanamke huyu ilijulikana kijiji mzima, hata hangeomba maji mahali, kwa maana majina yalikuwa yanashuka kona zote kumwita kahaba. Lakini fadhili za Bwana zinaposhuka, wapendwa, inabadilisha hali. Leo nataka kukuambia majina yatakuwa mabadiliko ya jina, lakini leo fadhili za Bwana zitakapokuwa juu yako, nakwambia utabadilishwa jina kama yule mwanamke Msamaria. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu moja nitakupatia kwa unielewe. Kuna mambo matatu nataka kuambia yanakuja kutendeka unapokutana na fadhili za Bwana. Sasa hata sisi ananiambia ina wimbo mzuri, fadhili za Bwana. Ningetaka uende nyumbani usome hata sisi. Itakueleza wewe ni Mungu mkuu, kwa maana fadhili zako zinadumu milele. Wewe ni Mungu wa vyote, kwa maana fadhili zako
transformation in your life. Fadhili za Bwana zikija ndani ya maisha yako zinaleta mageuzi, unageuzwa. Kwa hivyo sitarajii mtu aliyekutana na Yesu akikaa jinsi alivyokuwa, inakubidi ubadilishwe. Kwa hivyo kubali kubadilishwa. Wabadilishwa katika nini? Jambo la kwanza, your character must change. Tabia zako. Kama ulikuwa mtu ambaye hawezi kutulia kwako, unatulia. Kama mwanamke huyu, fadhili zilipokuja juu ya maisha yake, iliwacha aliwacha kuitwa kahaba, akaitwa mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo leo hii kanisa, fadhili za Bwana tulikubali ifanye kazi ndani yetu. Jambo la kwanza italeta mageuzi. Wewe ulikuwa mtu ambaye hana mwelekeo. Fadhili za Bwana zikija juu yako, unakuwa mtu wa msimamo. Bwana Yesu apewe sifa. Sinabadilisha tabia zako, sinabadilisha neno yako, hata matamshi yako yanabadilika. Watu wa Mungu na wasii katika jina la Yesu, ukaweza kuachilia fadhili za Bwana siwe juu yako, kwa maana juu yako fadhili ikifanya kazi utabadilika. Jambo lingine ni ya kwamba God must bless everybody. Fadhili za Bwana zinakuja aina ya pingamizi ya kila aina. Maishani mwa Bwana ukiingia, fadhili zake zikionekana, kila aina ya milango imefungwa, itaweza kufungua hiyo milango yote. Inapokuhitaji wewe ni ukatambua fadhili za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12, fadhili za Bwana ziliposhuka juu yake, ziliweza kumfungua katika hali ya utumwa wa ugonjwa. Aliweza kupona wakati ule aligusa pigo lake Yesu Kristo. Kanisa la asubuhi ya leo na mchana wa leo, kaweza kutambua God mercy. They are endurance forever. It will break every barrier in your life. Kwa maana barrier zingine ama milango mingine inaletewa na mwovu shetani kukusudia wale waendelee. Barrier moja ni ya kwamba inakukumbusha yaliyokuwa, inakukumbusha yaliyotendeka. Mwanamke huyu alipoponwa, yeye alisahau kabisa nilikuwa mgonjwa. Watu wakibishana, alimwita yule mwanamke, lakini alipoponywa, Yesu amuita my daughter, binti yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tazama, fadhili zikija, majina yale yalikubadilika, yanabadilika, unaitwa mwanangu. Haleluya. Ni furaha ina gani maishani takapotambua fadhili za Bwana, tutakaosoma jina. Bwana anapokutazama anakuita mwanangu. Unapoitana Bwana anasikia maombi. Jambo la tatu, haleluya. Jambo la tatu ni nzuri sana, kwa sababu fadhili zikija juu yako inaondoa aibu. Set you free from all shame. Alafu inakupatia boldness ya kunena neno la Bwana. Mwanamke huyu Msamaria alikuwa anaishi kwenye aibu kabla hajakutana na fadhili zake Bwana. Alipopokea fadhili zikamuondolea aibu. Leo hii waweza kuwa unaishi na aibu. Nataka kuambia kinachohitajika maishani ukaweza kukaribisha fadhili za Bwana. Taweza kuwa mtu mjasiri kutangaza ya kwamba Yesu ni Bwana. Na kwa hivyo wapendwa wa mchana wa leo, nataka uweze kusoma kitabu cha Ephesians chapter 2:4-5. Inaongea maneno mazuri ya kukutia moyo. Kwa maana Mungu wetu sio maskini, ni tajiri wa kila aina. Waefeso inatuelezea namna gani? Waefeso 2:4-5. Lakini Mungu
Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, mapenzi yake makuu aliyotupenda, mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, hata wakati tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo, sisi ni kwa neema tu tuliokolewa. Mungu wetu ni tajiri, ni mwingi wa rehema. Fadhili za Mungu wetu ni nyingi sana. Si ati ya kwamba tulistahili, lakini kwa sababu ya fadhili zake, sisi tulipokuwa tumekuwa katika dhambi zetu, yeye aliweza kutuhuisha pamoja na Kristo. Sasa tunaishi kwa ajili ya Kristo. Hiyo ni kumaanisha tunapoingia katika Kristo, fadhili zake Bwana za kubeba, tunaishi maisha ya ushindi. Watu wa Mungu, asubuhi ya leo, neno ni ya kwamba kategemee fadhili za Bwana. Fadhili za Bwana zinaishi milele. Fadhili za Bwana zinahuisha. Fadhili ya Bwana ndiyo itatufikisha mbinguni, kwa maana sio kujaribu kwetu. Leo ningetaka kuambia kujaribu kwako ni sawa, lakini hautaweza peke yako. Unafikiria eti huyu mwanamke aliyekuwa kahaba alijaribu mara ngapi? Lakini tu alipokutana na Yesu maisha yalibadilika. Watu wa Mungu, wacha tukubali fadhili zake Mungu, kwa maana Biblia inasema kwamba yeye ako na wingi wa hizi fadhili. Bwana Yesu apewe sifa. Tukatumainie fadhili za Bwana na maisha yetu vile yalivyo yatabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Ningetaka ukafunge macho yako, ukatazame maisha yako. Maisha yako ni wapi unakumbushwa mambo ya zamani? Mambo ya zamani yale unakumbushwa hayana budi tena, haistahili kamwe, kwa maana fadhili za Bwana sipo hapa asubuhi ya leo. Na ukaweza kunongoneza moyoni mwako, zungumza na nafsi yako. Wewe reflect your history. Ni wapi shetani analeta pingamizi ya kila aina? Anakwambia hawezi. Leo Mungu ameniambia nikwambie ya kwamba fadhili zake ni juu ya historia yetu, ni